Tunaelekea katika maadhimisho ya siku ya muuguzi duniani, ambayo haya ni maadhimisho ya kiulimwengu ambayo tunaikumbuka siku ya kuzaliwa kwa muasisi wa hii taaluma ya uuguzi na ukunga nchini, lakini pia katika mataifa yote ya ulimwenguni. Ambaye muasisi wa hii taaluma ya uuguzi alikuwa anaitwa Florence Nightingale. Huyu Florence Nightingale ni mama ambaye alizaliwa katika taifa la Uingereza. Alizaliwa mwezi Mei. Alizaliwa mwezi Mei tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1820. Lakini katika kuzaliwa kwake ndiko ambako kunapelekea sisi leo tuweze kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Sasa tunaposherekea siku yake ya kuzaliwa, tunasherekea yale mambo mazuri ambayo alifanyia taaluma ya uuguzi mpaka kufikia leo. Kwa hiyo huyu mama baada ya kuzaliwa, katika ukuaji wake wote, baada ya kuwa binti akaanza kujitambua, alianza kushughulika na mambo ya afya. Na baada ya kuwa ameshughulika sana na haya mambo ya afya, lakini akiwa anatokea familia ambayo iko imara kiuchumi, yani nikimaanisha familia tajiri, lakini ile taaluma sasa aliyokwenda kuanza kuifanya yeye ikaonekana haiwapendezi familia. Unaona kwamba mwanetu, mbona unaenda kushughulika na kitu ambacho ni kidogo sana, lakini sisi tunatoka familia tajiri. Kwa hiyo kile kitendo yeye kilimtia moyo, kwa sababu alikuwa anaona kazi anayoenda kuifanya ni wito. Kuhudumia watu ni wito. Ndio maana sisi leo tunasema kwamba tunapokuhudumia tunatakiwa tuwe na roho nyingine pia ambayo inakuwa ndani yake ya kusaidia. Hatupasi tunasema kwamba, kwa mfano mimi tukisema wewe mwandishi, labda tumetibwana huku mtaani, ikafika swala na pale kwenye afya alafu nikalipiza kisasi, ile kitu haitakiwi kwenye afya. Ndio maana tunasema ni taaluma lakini ina wito ndani yake. Huyu mama aliweza kufariki mwaka 1910 tarehe 13 mwezi wa 8. Kwa hiyo baada ya kufariki, basi historia yake tunaona aliishi umri wa miaka 90, lakini toka amekuwa binti mpaka umri wa miaka 90 alikuwa akishughulika na mambo ya afya, na ameweza kujenga hospitali, ameweza kujenga vyuo vya afya, ameweza pia kuasisi mambo mengi yanayohusu afya, kiasi kwamba ameweka mchango mkubwa katika dunia katika kufanikisha mambo ya afya ulimwenguni. Ndio maana inapofika siku kama tarehe 12 mwezi wa 5, basi sisi tunaiadhimisha kama siku yake ya kuzaliwa, lakini tunakumbuka yale mazuri aliyoifanyia taaluma ya uuguzi katika ulimwengu. Sisi hapa Katavi haya maadhimisho tunaanza tarehe 2 mwezi wa 5 2025, lakini kilele chake sasa kinaenda kuwa ni tarehe 7 mwezi wa 5 2025. Kwa hiyo haya maadhimisho tumemwalika mgeni rasmi kuwa mkuu wetu wa mkoa wa Katavi, Mwanamvua Hoza Mlindoko, ambaye ndiyo atakuwa mgeni wetu rasmi. Na katika maadhimisho haya, katika kawaida zote tumekuwa tukishiriki na jamii. Kwa hiyo jamii tunaialika, tutakuwa na mabanda yetu katika uwanja wa Kashaulili pale, na tutakuwa tukitoa huduma bure kwa kipindi chote kuanzia tarehe 2 mpaka kilele, ambazo huduma zile zitakuwa ni pamoja na upimaji wa saratani ya mlango wa kizazi, kutakuwa na upimaji wa afya, presha, uzito, na tutatoa majibu. Mwisho wa siku tutakuwa na takwimu ambazo zinaonesha kwamba tumepima watu kwa namba kiasi kadhaa, lakini tumepata wagonjwa kadhaa, wamehudumiwa wagonjwa kadhaa, na wengine wamepewa rufaa kuelekea kwenye matibabu zaidi kutokana na jinsi tulivyobaini matatizo yao. Kwa hiyo siku ya kilele tutakuwa na taarifa kamili ya hizo data tulizofanya ndani ya wiki nzima, lakini pia tutakuwa na hiyo taarifa kwa mgeni rasmi, na pia tutakuwa na hotuba yetu kwa mgeni rasmi. Jamii pia tunaomba kuiasa, katika mnapokuja kwenye vituo vyetu, basi kuna mambo kadhaa madogo tu ya kuzingatia. Kwa mfano sasa hivi tukizungumzia swala la utandawazi, swala la utandawazi limekuwa kubwa kiasi kwamba sasa jamii pia imekuwa ikitumia, tuseme, kwa njia ambayo sio nzuri sana. Sasa unakuta mama amemsindikiza ndugu amemsindikiza mama kwenda kujifungua, lakini anapoingia kule ndani sasa unakuta anapiga zile picha ambazo kidogo katika maadili yetu ya Kitanzania anakuwa ikubariki. Kwa hiyo pia jamii tunaiomba sasa kuzingatia hivyo vitu ambavyo ni vidogo, lakini katika utamaduni zetu wa Kitanzania
havikubaliki. Ukipiga ile picha kule ndani mama anajifungua na vitu kama hivyo, of course vinakuwa vinatuondoa kwenye ule uhalisia wetu. Kwa hiyo tunapopata fursa kama hii pia tunazungumza na jamii, lakini tunawaalika wote kwa pamoja kuhudhuria haya maadhimisho. Ni sherehe ya kwetu sote, lakini ni sherehe ya jamii pia, kwa sababu tunasherehekea kwa pamoja. Mambo ya huduma yanapoenda vizuri, na sisi tunafurahia, na pia tunashiriki na jamii kama sehemu ya walaji wanaopokea huduma zetu. Wazazi kuna vitu vingi vya kujifunza. Tutatoa elimu juu ya umuhimu wa mama kuhudhuria kliniki wanapokuwa wajawazito. Bahati mbaya sana kwa mkoa wa Mpanda tunapata changamoto sana. Mama anakuja kujifungua, unakuta anahudhuria kliniki mara moja tu, kitu ambacho kimsingi sio sawa. Unapokwenda kliniki mama mjamzito, kuna vitu vingi sana ambavyo unavipata kule kliniki. Kwa mfano, unapoenda kliniki kuna utapimwa maendeleo yako wewe mama na maendeleo ya mtoto. In case ukakuta una changamoto yoyote kati yako wewe au mtoto, unapewa ushauri wa kwenda hospitali, au kuna dawa zinahitajika kutumia, unatumia. Ukienda pale hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi pale unakutana na magonjwa mengi sana yenye changamoto ambazo zinasababishwa na kutokuhudhuria kliniki. Kwa mfano, wamama wanajifungua watoto wenye changamoto sana. Mama anakuwa na gastrocresis, utumbo wazi, mama anajifungua mtoto ana mgongo wazi, anajifungua mtoto ana cleft palate, mdomo wazi. Hizo ni changamoto zote ambazo zinatokana na kutokuhudhuria kliniki, kwa sababu unapokuwa umehudhuria kliniki vizuri, kuna dawa ambazo unatakiwa uzitumie kwa kipindi chote unachokuwa mjamzito. Zile dawa sio kukusaidia kuongeza damu tu, na kusaidia kutengeneza mtoto anapokuwa tumboni aweze kukua vizuri. Sasa unashangaa mama wetu wengi hawahudhurii kliniki. Mtu ana miezi 6 mimba ndio anaenda kliniki, kitu ambacho kinakuja kumletea changamoto. Kwa hiyo mwisho wa siku anajifungua mtoto ana changamoto, anahisi amelogwa, kumbe hata sio kulogwa. Ni vitu vidogo tu ambavyo alivichukulia kawaida, kwa sababu hajaumwa, hajafanya chochote, anaona mimba inakuwa tu, lakini anakosa vile vitu ambavyo angevipata angeenda kliniki. Kwa hiyo hayo ni mafunzo ambayo kwenye pale kwenye banda letu tutatoa mafunzo hayo. Kuna magonjwa mengi ambayo wakina mama wanakutana nayo wanapokuwa wajawazito. Sasa usipoenda kliniki ni ngumu kujua, lakini unapofika kliniki pale watu wanakupa elimu, wanakupima, wanakushauri. Kutokea kuna changamoto unaelekezwa. Na bahati mbaya tena nyingine, Mpanda wanajifungua ni watoto sana. Mtu unakuta na miaka 15 ni mjamzito, tena sio mimba ya kwanza, unakuta labda alishajifungua hiyo ni ya pili au ya tatu. Kwa hiyo yale zile changamoto za early pregnancy kwa hao ambao ni wadogo wanapewa nao elimu. Hutakiwi kujifungulia kwenye hospitali za huko chini, dispensary sio. Unapokuwa kama ni mjamzito alafu una umri mdogo au umri umepita sana, unatakiwa kwenda kujifungulia kwenye hospitali kubwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutakwenda kuwaelekeza mama na vikawanufaisha kwa wakati. Na vyote hivi ni bure. Vyote hivyo vinafanyika bure. Hakuna kitu kitakachochajiwa hata shilingi 100. Ni bure. Elimu na ushauri vinatolewa bure, wamama watanufaika. Tunawaomba tu wafike kwenye mabanda yetu, watakutana na vitu vizuri. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.